Aliyekuwa katibu wa baraza la mawaziri katika wizara ya mambo ya ndani na uratibu wa serikali ya kitaifa Fred Matiang'i ametaka uchunguzi ufanyike haraka kuhusu mauaji ya kutisha ya mwanablogo Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazodi Media na kuomba uchukue sekunde yako moja na upige subscription. Mauaji ya kinyama ya Albert Ojwang ni ukumbusho wa kuhuzunisha wa hitaji la dharura na la mageuzi katika mfumo wetu wa haki za jinai. Hakuna anayestahili kunyimwa utaratibu unaostahili. Kuchukua sheria ya maisha ya mwananchi sio tu dhulma, ni ukiukaji wa kimsingi wa haki za kibinadamu, Matiang'i alisema. Albert alikuwa ni kijana aliyejawa na ahadi, mwanga wa matumaini kwa familia yake na fahari ya wazazi wake, na maisha yake yalikatishwa kwa namna ambayo imeshtua dhamira ya taifa na kudai uwajibikaji. Lazima tupaze sauti zetu sio tu kwa Albert, lakini kwa kila maisha ya vijana, haswa kati ya Gen Z ambayo imepotea kwa mauaji ya kiolela katika siku za hivi karibuni. Inatosha, kila anayehusika katika ngazi yoyote lazima wajibike. Haki lazima itendeke na haki ionekane inatendeka, Matiang'i alisema, mwisho wa nukuu. Fred Matiang'i ni mojawapo ya viongozi ambao wametangaza rasmi kuwania kiti cha urais ifikapo mwaka 2027 ili kumuondoa madarakani rais anayetawala hivi sasa William Samoei Ruto. Matiang'i hivi majuzi aliweza kuresign kutoka kazi yake alipokuwa anafanya kule World Bank nchini Uingereza, na anapania kurejea humu nchini kuendeleza kampeni zake za kuwarai wa Kenya kumpigia kura kwa wingi ifikapo mwaka 2027. Ndizo taarifa za hivi sasa. Nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, usikane mbali. Hapa ndipo nyumbani.